Minyororo ya familia ni kati ya kifungo kinachowatesa watu wengi wakati huu. Sio kila ugumu unaokutana nao basi ni jambo la kawaida. Kuna baadhi ya ugumu unaokutana nao au changamoto nzito ambazo unazikosea majibu, zingine zimetoka kwenye asili yako. Na zingine zimetoka kwenye vizazi, kwenye mababu na mababu. Unapopata muda wa kuomba, uwe na muda wa kukemea na kuvunja kabisa minyororo ya kurithi, minyororo ya kifamilia. Kuna watu kwenye familia zenu kuna matatizo fulani. Hayo matatizo huwa yanahama, yanatoka kwa huyu yanaenda kwa huyu, yakitoka kwa huyu yanaenda kwa huyu. Ni kama mtu kabla ya kufa lazima awepo mtu wa kulipokea tatizo hilo. Kumekuwa kuna magonjwa ya kifamilia ambao unakuta kwenye familia, ukiangalia ukoo wenu au ukiangalia familia yenu au watu wa karibu kwenye familia, unaona wamekufa kwa magonjwa fulani yanayoendana. Wengine mmezuiliwa kupata ndoa, wengine mnapataga kazi kwa ugumu sana, wengine unapata wakati mgumu wa kupata watoto, wengine mambo ya elimu yanakuwa ni magumu. Huyu aliishia kiwango fulani na mwingine anakuja anaishia pale pale. Mwingine anazalia nyumbani, yani huyu amezalia nyumbani, anayefuata anazalia nyumbani. Mwingine kuna ugumu fulani ambao wanakutana nao kiuchumi, hali ya umaskini wote, hakuna mwenye nafuu. Akipatikana mtu mwenye nafuu kwenye familia, vita yake inakuwa ni kubwa. Wengine mmezuiliwa kwenye maisha yenu, basi kuna hali fulani ya kutegemea miungu au ibada za sanamu au kufanya mambo ya kishirikina kumekuwa sehemu familia yenu. Wengine kwenye familia mmekuwa na roho za mafarakano, kila mmoja na mapito yake. Na wengine kwenye familia mnaoana wenyewe kwa wenyewe, ndugu kwa ndugu, mnaingiza laana kwenye familia. Au nakuta kwenye familia kuna watu waliingiza laana, wakaingiliana ndugu kwa ndugu, laana ikaingia kwenye familia. Baada ya kuingia laana, mnakuta wengine wote mnapitia laana. Au kwenye familia wengine wakaenda kwa waganga kutafuta msaada fulani ili mtu fulani aweze kupatikana. Kwa jambo hilo tu miungu ikawa imeingia kwenye familia. Mnapotaka kutoka, unakuta miungu inawangangania kwamba ninyi ni wa kwao. Wakati mwingine wazazi wetu waliotangulia walikuwa wanatafuta wepesi kwenye jambo fulani, wakajiunganisha. Wakasema sisi ukoo wa kina fulani au watu wa kina fulani, sisi tunataka mambo yetu yawe hivi na hivi, hawa ni wa kwenu, tunawaleta kwenu, sisi ni wa kwenu. Sasa leo hii unataka utoke hapo, unakuta ni ngumu kwa sababu unatumia jina la kwao, unatumia mfumo wa kwao. Si vibaya kurithi, lakini kuna baadhi ya vitu ukivirithi vinaleta shida. Kuna wakati unaweza kaenda hospitali ukaambiwa una ugonjwa fulani, alafu daktari anakuuliza kwenye familia yenu hakuna mtu mwenye ugonjwa kama huu, hakuna mtu ambaye amewahi kuumwa ugonjwa fulani. Kumbe inawezekana hata kisayansi magonjwa yakarithishwa, matatizo yakarithishwa, vitu vikarithishwa. Minyororo hii manake ni muunganiko. Maana mnyororo ni muunganiko, ni ile hali inayotembea kwa huyu, inatembea kwa huyu, inatembea kwa huyu. Nimekuja mahali hapa kukwambia kwamba ninayo neno la matumaini kwamba Yesu anaweza kukata hiyo minyororo ya hayo maroho ya kurithi, ya hayo matatizo ya kurithi. Kuna wakati mwingine mpaka unapoenda hospitali unasema Mungu nisaidie, maana unajua kuna ugonjwa fulani uko kwenye familia. Wengine pressure, wengine kisukari, wengine ni kansa, wengine ni magonjwa ya HIV, wengine ni magonjwa ya pumu, wengine ni magonjwa pengine ya sukari ya namna fulani, wengine ni magonjwa ya kuparalyze, yanafuatilia familia, yanawafuatilia tu. Wengine kwenye familia mmezuiliwa kabisa, hamna kibali kabisa. Mungu anaenda kukusaidia. Nao maandiko yatakaweza kukusaidia kunielewa ninachomaanisha. Nao maandiko yanaweza kukusaidia kuelewa ninamaanisha kitu gani. Ukisoma vizuri katika Biblia yako takatifu, kama unayo hapo jirani, itakuwa vizuri. Ukifungua kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 16, lakini pia ukifungua kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 5 hadi ule wa 6, anasema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na yapatiliza maovu ya baba juu ya watoto hata kizazi cha 3 na cha 4 wale wanichukiao, na kuwafanyia ukiendelea mbele hapo utaendelea kupata maana. Lakini unaweza ukaona ya kwamba Mungu anaweza kupatiliza maovu ya wazazi kutoka kizazi cha kwanza mpaka cha 4, maovu ya baba, maovu ya wazazi yanaenda kwa watoto. Pale walipokosea wazazi, shida zinaenda kwa watoto. Vile ambavyo walikosea wazazi, matatizo yanaenda kwa familia, yanaenda kwa watoto. Ninao neno la matumaini kwako ya kwamba kila mnyororo ambao uko kwenye familia, Mungu anaenda kuondoa kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuondoa kwa jina la Yesu.
Mungu anaenda kuondoa. Tunakataa. Hatutaki kuchukua maovu ya wazazi, hatutaki kuchukua maovu ya mababu, magonjwa ya mababu. Walikosea wao, haitakiwi wewe uyapate hayo, haitakiwi wewe upitie hapo, haitakiwi wewe upitie ugumu huo. Manake wewe ndani yako unaye Kristo ambaye anaweza kusaidia. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 hadi wa 14, naye alituokoa katika nguvu za mauti, alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Ninataka nikwambia kwamba katika Kristo Yesu tunao ukombozi. Chochote kile ambacho kimesimama kwenye familia, ambacho unaona na wewe unataka ukipitie, unaona na ndugu yako fulani anataka kipitie. Wengine mnaoaga wanawake wanawasumbua, wengine mnaolewa na wanaume wanawasumbua, wengine mnapitiaga changamoto fulani. Unaijua changamoto ambayo ipo kwenye familia yenu, unahitaji kukata huo mnyororo. Kata mnyororo huo, na usiende kwa watoto wako, usiende kwa familia yako, usiende kwenye nyumba yenu, usiende. Tunaukata, usiendelee katika jina la Yesu. Wengine hamuolewi kwenye familia, unakuta dada hajaolewa, mwingine hajaolewa, wengine hamuoi, wengine roho ya ulevi. Kuna hii roho ya ulevi inakaa kwenye familia, unakuta imewakula kabisa, inawamaliza kabisa. Roho ya ulevi, roho ya kutumia pengine kileo fulani, unakuta kwenye familia huyu anatumia, huyu anatumia, huyu anatumia. Unataka utoke hapo, unakuta na wewe hiyo hali inakufuatilia, unakuta hiyo uzito unakufuatilia. Leo hiyo minyororo inaenda kukatika kwa jina la Yesu. Utanisaidia kuinua imani yako. Kamata tumbo lako, na kama unaweza kugusa kitovu chako, utakuwa umefanya jambo kubwa la imani. Baba, katika jina la Yesu, nasimama pamoja na mtu huyu wakati huu, ninamuombea. Namtenganisha na kila maagano ya familia, maagano ya ukoo, maagano ya mababu, maagano ya mashangazi, maagano ya mabibi. Chochote kile ambacho kilikuwa ni mnyororo, ambacho kilikuwa kinawafuatilia, kinatafuta ukoo, kinatafuta jina la ukoo, nami nakutoa kwenye jina la ukoo wenu. Unapoenda kukuombea, taja jina la ukoo wako, na kutoa kwenye maagano ya ukoo wako, na kutoa kwenye maagano ya ukoo huo, na kutoa kwenye maagano ya ukoo wa kina fulani, na kutoa kwenye maagano ya ukoo kwa jina la Yesu. Kila watu wanaoshindwa kwenye ukoo wako, kila miungu inayowafuatilia kwenye ukoo, inaofanya wote muishie hapo, na kuombea wewe Mungu akusaidie usiishie hapo. Magonjwa ya ukoo ya kuachie, minyororo ya ukoo kata kwa jina la Yesu. Na kata minyororo ya ukoo, na kata maagano ya ukoo. Kama kuna roho chafu za ukoo, kama kuna uchawi wa ukoo, kuna uchawi wa familia, na ukemea kwa jina la Yesu, na upinga kwa jina la Yesu, na uzuia kwa jina la Yesu. Kata huo mnyororo, kata huo muunganiko, huo muunganiko wa ukoo, huo muunganiko wa kifamilia, huo muunganiko wa mababu, huo muunganiko tunaukata. Kata minyororo hiyo, minyororo ya magonjwa, minyororo ya uchawi, minyororo ya hofu, minyororo ya kukataliwa, minyororo ya kuishia mahali fulani, minyororo ya kukamata vizazi, ya kukamata matumbo, ya kukamata afya, minyororo ya kurithi matatizo. Leo naivunja, leo naipiga, leo naiharibu. Hata kama wanaitolea sadaka ili ipete nguvu, nami nimekuja kwa sadaka ya damu ya Yesu, maana Kristo Yesu yeye ndiye sadaka ya ukweli, yeye ndiye sadaka kuu. Navunja hizo madhabahu za giza, roho za uharibifu zinazoharibu watoto, roho za kipepo zinazokamata familia. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe kiza uliyefunga familia, wewe uharibifu, toka. Anza kuondoka sasa, anza kuondoka sasa. Natangaza moto, natangaza moto, natamka ukombozi, natamka ukombozi. Baba, katika jina la Yesu, hatutaki kuyabeba maovu ya wazazi, tunatubia. Hatutaki kuyabeba, tunayafungia hapo. Funga kwa jina la Yesu, funga hayo maovu, funga hayo mashtaka. Walijiunganisha na miungu wao, hao mabibi, hao mashangazi, hao wajomba, hao wababu, tunavunja, tunaharibu kwa jina la Yesu. Hizo madhabahu za kina tate, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu. Hizo connection zote, hizo connection zote zinazokufuatilia wewe, uko mahali fulani unaota ndoto, bado uko mahali fulani ambako ulishatoka, huo roho ya kufuatiliwa na iondoa kwa jina la Yesu. Navunja, navunja roho ya zinaa kwenye familia, toka kwa jina la Yesu. Toka roho za mauti, toka roho za mauti. Wengine roho za mauti, vifo havieleweki, watu wanakufa ovyo ovyo. Kata huo mnyororo, kata huo mnyororo, na kata na kata na kata na kata minyororo ya makaburi, minyororo ya matambiko. Vunja, haribu, vunja, haribu. Piga kwa jina la Yesu, vunja hizo madhabahu zao, vunja hizo madhabahu zao, kama vile Gideoni alivyosimama na kuvunja madhabahu ya baba yake. Nami nimesimama na vunja madhabahu, madhabahu ya kina baba, madhabahu ya kina babu, madhabahu ya ukoo, madhabahu upande wa mama, madhabahu upande wa mamako. Naivunja sasa, navunja miungu hiyo, navunja makaburi hayo, navunja vipande hivyo vilivyotumwa, mafatilizi ya majina. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Tunaenda uko huko, tunakata mnyororo, tunakata mnyororo, huo mnyororo
mnyororo, hiyo connection, huo muunganiko, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu. Maana katika Kristo Yesu tunaupanga, na upanga ni neno la Kristo. Maana Kristo Yesu hakutufanya sisi kuwa aibu, alitufanya kuwa baraka. Nami navunja hizo madhabahu, navunja kwa jina la Yesu, navunja kila nira, sawa na Nahumu ile sura ya 1 mstari wa 13. Na sasa nitavunja nira yake. Nami nasema kila nira ivunjike sasa, ivunjike sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nira vunjika, minyororo vunjika kwa jina la Yesu. Ile roho ya uharibifu naipiga kwa jina la Yesu, naipiga kwa jina la Yesu. Roho za kukataliwa, roho za taraka, maagano ya taraka kwenye familia, ondoka, ondoka, ondoka. Maagano ya mauti, toka. Uliyekamata tumbo, uliyekamata kitovu, na kutenganisha, na kutenganisha na hiyo connection ya kifamilia, na ivunja sasa, na iharibu sasa katika jina la Yesu. Hiyo mizigo unayoibeba ambayo wewe ukustahili kuibeba, hiyo mizigo ambayo walitengeneza wao, wache kawabebeshe wa wao, wache kawabebe wa wao katika jina la Yesu. Hayo matatizo yakawe kwao kwa jina la Yesu. Navunja, navunja kila aliyetumwa kuja kama rafiki, kumbe amebeba vitu vya kurithishwa. Kila mahali ulipojiconnect na madhabahu, iwe kwa kutoa sadaka, iwe kwa kutoa mchango, ili uweze kufadhili au kuwezesha makafara, nami na kutoa kwenye agano la kafara, maagano ya damu kwenye familia, maagano ya makaburi, maagano ya magano, na yavunja kwa jina la Yesu. Maagano ya viungu, maagano ya milima, maagano ya mito, maagano ya bahari, kwa jina la Yesu. Vunjika, vunjika, vunjika. Roho za kipepo, roho za utawala ule, wale machifu, wale matawala wakubwa, leo napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa jina la Yesu, navunja kwa jina la Yesu. Vunja, kata, 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 jitenganishe nao kwa jina la Yesu. Litaje jina lako, sema nalitenganisha na maagano, na magonjwa ya familia, maagano, magonjwa upande wa baba, upande wa mama, tunayaondoa, tunayaondoa. Upande wa baba yako, tikisa hiyo miungu, tikisa hizo madhabahu, tikisa huo ufalme, tikisa, haribu, haribu, kata mnyororo, kata connection zote, kata connection zote. Tunavunja, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu. Hivyo vinakuachia. Naona moto unapita, huo moto unapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Kuna mtu unafunguliwa saa hii, uliyejiconnect, umefunika macho kwa imani, huo upako unapita. Unasikia mikono inatetemeka, unasikia mwili unatetemeka, maana kuna vifungo vinakatika, vinakatika. Nami nakata, nakata, nakata kwa jina la Yesu, katika, katika vifungo vya giza, vifungo vya uchawi, vifungo vya milango ya kuzimu, na vivunja, na pasua, pasuka madhabahu, pasuka vipande, vipande, pasuka. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ita jina la Yesu, sema Yesu, sema Yesu, sema Yesu. Navunja, 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 nakataa, 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 kataa vyote kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu huo na kufungua katika jina la Yesu, katika kila uchawi, kila muunganiko wote tunaukataa. Anza kukataa, anza kujitenganisha, jitenganisha na hiyo mnyororo, jitenganisha na hizo connection, jitenganishe kuanzia sasa, jitenganishe kwa jina la Yesu. Tenganisha, tenganisha nafsi yako, tenganisha, tenganisha familia yako, una watoto wako, watenganishe na hizo roho za kuzimu, roho za kurithi. Mwingine mume wako kwao kuna maagano, mwingine mke wako kwao kuna maagano, pengine wewe umezaa na mtu fulani ana maagano fulani, kuna roho za aina fulani kwao. Kamata katika Mungu wa roho mtoto wako, watoto wako, watenganishe na hizo connection. Vunja madhabahu zote, vunja kwa jina la Yesu. Sema nazitenganisha, sema nazikataa, kataa. Biblia inasema kwamba basi mtini Mungu, mpingeni shetani. Pinga uchawi huo, pinga mapepo hayo, pinga nguvu za giza hizo kwa jina la Yesu. Zipigwe kwa jina la Yesu, ziwaachie. Tunazitenganisha kwanza sasa. Pokea ulinzi, pokea ulinzi wa damu ya Yesu, pokea ulinzi wa malaika. Malaika waende huko, wakate minyororo yote, minyororo yote iliyo sirini, iliyo wazi, tunaikata, tunakata minyororo yote, minyororo ya ukoo, minyororo ya kurithi, na ivunja kwa jina la Yesu, na kutamkia ufungulivu. Pokea ulinzi wa nguvu za Mungu, pokea ulinzi wa mkono wa Bwana katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Unaweza kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya kuvunja au kutenganisha minyororo yote na iliyokuwa inafuatilia maisha yako. Vunja madhabahu hizo kwa sadaka yako, isindikize maombi haya. Sadaka ina mahusiano makubwa. Wakati mwingine namna ambavyo umefungwa au namna ambavyo mlivyofungwa, mmefungwa kwa masadaka, kwa makafara. Unahitaji na wewe kutoa sadaka. Haina maana unataka ukombozi. Ukombozi Kristo alishaufanya. Maana yake unasindikiza kwa imani kwamba Kristo Yesu, nasindikiza kwa sadaka yangu hii ya ukombozi, ili isindikize kazi uliyoifanya pale msalabani kupitia damu ya Yesu. Kama walikuwa wametoa sadaka za kuku, wametoa sadaka za ndama, za ng'ombe, za mbuzi, za kondoo, basi damu yako na sadaka hii ya imani
na isogeza kwako ikavunje madhabahu zote, na hakika utaenda kuona ufungulivu. Vunja madhabahu. Kama unavunja madhabahu kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya watoto wako, kuna roho fulani ambayo iko kwenye familia, unasema mtumishi wa Mungu, sadaka hii navunja, kuna roho fulani kwetu, pengine roho ya kutokuolewa, pengine roho ya kutokupata kazi, pengine roho ya kutokudumu kwenye mahusiano, pengine maagano ya taraka, pengine roho ya mauti, pengine magonjwa fulani. Unasema navunja hayo magonjwa kupitia jina la Yesu. Sadaka hii kasindikiza maombi yangu na Mungu atakusaidia. Basi unaweza kujiconnect kwa sadaka yako ya hiari kwa namba 07, namba ya M-Pesa, Vodacom M-Pesa 0743 91 32 91, 0743 91 32 91. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Lakini pia uko mtu ambaye uko Kenya, unaweza kaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba namba ya Kenya. Unahitaji msaada wa maombi zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Hiyo iliyoandikwa WhatsApp unaweza kanipata zaidi, na Mungu atakubariki, Mungu atakuhudumia. Maombi haya yarudie, yatainua imani yako na utaenda kuona Mungu akikupa hatua kubwa. Sijawahi kufanya maombi yenye mguso kama ambavyo nimeyafanya maombi ya namna hii. Nina hakika maombi